inakuwa ni huzuni sana pale ambapo kuna mtu ambaye yeye kazi yake ni kupoteza hatima za watu na uhai wa watu. Inakuwa ni ngumu sana kuelewa kwamba huyo mtu ana maana gani. Sababu katika haya maisha kila mtu amezaliwa na ndoto na kesho yake iliyo bora ambayo wewe ukimwondoa wengine watakosa, kwa sababu kila kwenye haya maisha tunategemeana. Sasa sijui kwa nini watu huwa na roho ya kuondoa watu na kutoelewa kwamba kuna watu wanategemea au watakuja kunufaika na ile ndoto ambayo atakuwa nayo. Inakuwa ni ngumu sana kuelewa ni kwa nini watu huwa na roho za kikatili namna hiyo. Je, ni kwa sababu ya uchumi au ya manufaa? Na ukiona kwamba ni manufaa gani wanayapata, hakuna manufaa ambayo wanayapata, lakini ndio ni kuleta maumivu katikati ya watu na kutoa machozi. Sio jambo jepesi sana, lakini nahuzunika sana kusema kwamba vijana wengi tu wanapoteza ndoto zao kwa sababu tu kuna watu huwa wako tu tayari kupoteza tu uhai wa watu bila sababu, bila hata kuonea huruma kwamba huyu mtu ana nini alichokibeba katika jamii au dunia. Sijui ni kwa nini watu wana roho namna hiyo. Sio rahisi kuelewa, lakini wao wanaweza wakakuelezea ni kwa nini wana roho ambayo haielezeki, na hata ukimwambia kuelezea hatakupa majibu sahihi. Hebu tuachane na hayo mambo, kwa sababu watu wote tuna ndoto, hatuna mafanikio. Tuheshimu ndoto, tuheshimu kesho ya mtu ili tuje kunufaika baadaye. Watu ni muhimu sana katika maisha yako, lakini hao watu wanaweza kukupelekea wewe ufanye vitu vibaya au vitu vizuri kwa pesa ambayo atakayokupa. Je, unaendana vipi na pesa ya watu katika maisha? Kwa sababu usipoweza kuendana na pesa ya watu katika maisha, huwezi kufika kokote. Na pesa ni lazima ukutane nayo, kwa sababu kwenye haya maisha bila kukutana na pesa za watu ya kukusukuma wewe kwenda mahali ambapo je huko utaharibikiwa au utafanikiwa, itakuwa ni ngumu wewe pia kujitambua, kwa sababu watu huwa wanakuja kuchallenge katika maisha. Kama wanakuja kuchallenge katika haya maisha, inabidi ujue jinsi ambavyo unaweza kuendana nayo na kuweza kupambana nayo katika kila ambacho anakushawishi. Ushawishi ni mwingi sana kwa watu wanakuzunguka, lakini katika huo ushawishi wewe unakuwa na maamuzi gani? Je, utaanguka kwa ushawishi au kwa pesa? Okay, katika haya maisha, katika kupambana kwako, inabidi ufanye vitu kwa kubwa, yaani upate vitu, ufanye vitu kwa ubunifu, ili hata ule ubunifu ambao utakaofanya uache alama. Maanake inabidi uache alama kwenye kila unachokifanya. Na alama inakuja pale ambapo unafanya kitu kwa ukubwa na kwa tofauti. Na hiyo ndio itakayokutofautisha wewe na watu wengine katika upambanaji. Lakini katika kujitofautisha huko itakuwa ni rahisi wa kupata fursa mbalimbali za uchumi, kwa sababu wewe unafanya vitu kwa tofauti. Hivyo inavyoeleweka. Maanake kama utakuwa unafanya vitu kama inavyoeleweka, itakuwa ni vigumu wewe kupata opportunity, kwa sababu wewe mwenyewe haukuoni utofauti wewe na wengine. Sasa ili kupambana kwa mafanikio pia inabidi ujitofautishe wewe na wengine katika
kupambana kwako, inabidi uache alama kwa kufanya vitu kwa ubunifu na ukubwa. Sio rahisi sana, inabidi uamue. Bila kuamua kufanya kwa ukubwa, itakuwa ni ngumu sana wewe kwenda pale na watu kukujua. Watu wanahitaji ubunifu, watahitaji vitu ambavyo washavizoea, kwa sababu inapoteza ladha. So katika mapambano yako hakikisha una kitu kingine cha tofauti ambacho unaweza kukiwasilisha kwa watu, na watu wakakiappreciate kwa tofauti, kwa mbunifu. Katika haya maisha unaweza ukapambana kwa bidii na watu wakaona bidii yako, lakini kutakuwa na mtu au anatokea mtu ambaye atakuzidi uwezo. Sasa huyu mtu ambaye atakuzidi uwezo anaweza mmoja akakushusha hadhi au akakushusha heshima yako. Lakini kama wewe unajitambua, huyo mtu anayekushusha, anayekuzidi uwezo, lazima wewe uwe na uwezo wa kujistahimili au kumaintain status yako, hata kama uwezo wako utakuwa ni mdogo sana. Inatakiwa uheshimu jinsi ulivyo, inabidi uheshimu jinsi unavyofanya kazi, inabidi ujikubali, kwa sababu usipojikubali, hata mtu akija ambaye atakuzidi uwezo, huwezi ukakubaliana naye. So ili uende katika haya maisha, inabidi ukubali kwamba kuna muda mtu anaweza kuzidi uwezo, kwa sababu binadamu wote tunategemeana. We are not perfect. Kama we are not perfect, maana kuna mtu tu atakuja ambaye atakuchallenge. Kubali kuchallenjiwa, kwa sababu haya maisha bila kuchallenge huwezi kufika kokote. So kubali kwamba kuna saa na wakati utazidiwa uwezo. Kama utazidiwa uwezo, inabidi sasa uamue wewe mwenyewe kuji-update ili ufike kwenye ile level ambayo unatakiwa kufikia. Na